Wakazi wa kata ya Magoma katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe wamekuwa wakipata changamoto ya watoto wao kutembea umbali mrefu kufuata elimu, hata wakati mwingine kulazimika kwenda hadi kata ya jirani kutokana na umbali wa shule ilipo. Katika kipindi cha awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, amewatatulia changamoto hizo wakazi hao kwa kuwapatia fedha za ujenzi wa shule mpya ya sekondari iliyogharimu fedha za Kitanzania shilingi milioni 584 na laki 280 kukamilisha miundombinu ya majengo ya shule hiyo. Wakazi hawa wa kijiji cha Makorola wametoa shukrani zao kwa serikali ya awamu ya 6 kwa ujenzi wa shule hiyo. Na hapa mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Makorola anasema. Kwa majina naitwa Nasibu Emedi Kajembe. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Makorola, kata ya Magoma, tarafa ya Magoma, wilaya ya Korogwe, jimbo la halmashauri ya Korogwe vijijini. Nichukue fursa hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha zaidi ya shilingi milioni 584 laki 280 na shilingi 29 kwa kukamilisha ujenzi wa shule yetu ya secondary Timba Secondary School, ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa katika vijiji viwili, ambalo kijiji cha Makorola pamoja na kijiji cha Komazambo. Nikizungumzia ushiriki wa wananchi kwenye mradi huu, wananchi walipokea mradi huu kwa vifijo na mbwembwe, kwa sababu ulikuwa ndio kiu yao. Hata pale mbunge wetu wa jimbo la Korogwe vijijini, Mheshimiwa Timothy Mzava kuanzisha ujenzi huu, basi tulifurahi sana. Kwa hiyo wananchi walifurahia sana jambo hili, kwamba tayari tunaenda kutatua changamoto ambazo zinatukabili kwenye vijiji hivi viwili ambavyo ni kijiji cha Makorola na kijiji cha Komazambo. Na wananchi kwa kweli tulishiriki nguvu kazi, tulienda kufyeka eneo, kung'oa visiki. Kwa kweli tulishiriki kwa hatua nzuri na kwa mafanikio makubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kwa namna gani mradi umeenda kuleta mafanikio makubwa kwenye vijiji hivi viwili, pamoja pia na kijiji cha Gombero ambacho hiki kinakitikia kata ya Makumba. Kwa kweli imeenda kutoa adha kubwa ya kutembea umbali mrefu. Kwa mfano kutoka Makorola kwenda shule ya secondary Magoma ni zaidi ya kilomita 3 ambazo wanafunzi walikuwa wanatembea kwa miguu kufuata elimu. Na kutoka Makorola kwenda secondary ya Mfundila ambayo iko kwenye kata ya Kerenge ni zaidi ya kilomita 2. Kwa hiyo kwa kupitia mradi huu wa shule ya Timba Secondary School, maana yake umeenda kutoa hiyo adha ya kutembea umbali mrefu kufuata elimu. Na kwa kweli wanafunzi wamefurahi sana, kwa maana sasa watapata elimu wakiwa karibu na watakuwa hawatembei kwa umbali mrefu. Lakini pamoja na mafanikio yote haya kuna changamoto. Changamoto ambayo iko kwenye shule yetu ya secondary Timba Secondary School ni changamoto ya maji. Changamoto ya maji hii ni changamoto ya muda mrefu. Hata wakati tunaendelea na ujenzi pale, maji yalikuwa ni changamoto kubwa. Tulipambana sana kufikia hatua mpaka shule ile ikafikia kuisha kabisa. Kwa changamoto ya maji bado inatutesa pale sekondari. Kwa hiyo tungeomba mamlaka zinazohusika tuharakishiwe jambo hili la maji, kwa maana kwamba pasipokuwa na maji pale sekondari bado ni changamoto. Lakini changamoto nyingine ya pili ni changamoto ya umeme. Sekondari kwetu pale bado hakuna umeme. Maana yake sasa hii changamoto ya umeme pia inaweza ikaathiri masuala mbalimbali ya kielimu, ikiwemo utumiaji wa maabara na kadhalika. Kwa hiyo tungeomba hii changamoto yenyewe mamlaka zinazohusika zije zitatue changamoto ili tuone shule yetu inapiga hatua. Yote kwa yote, narudia tena kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa namna anavyopambana kuhakikisha kwamba miradi ya kimaendeleo ambayo inaletwa kwenye kata zetu inafanikisha, na anamwaga hela nyingi kuhakikisha kwamba kuondoa adha kwa wananchi. Kwa kweli namshukuru sana, na kupitia
mimi kama mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Makolola, wananchi wa Makolola wanampa salamu za hongera sana Mheshimiwa Rais, kwani amejitoa sana kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto hii. Kwani kabla ya changamoto hii kutatuliwa ya kupata shule ya Timba Secondary School, wanafunzi walilazimika kutembea umbali mrefu, na pia wanafunzi walilazimika kukatiza masomo kutokana na umbali. Kwa maana akishafika shuleni amechoka, maana yake sasa inafika hatua hata anapofundishwa basi anakuwa hana nguvu ile ya kuweza kupokea masomo. Kwa baada ya kusema, niseme nashukuru sana na tena na sana kwamba Rais Samia awe na moyo huo wa kujitoa kuhakikisha kwamba elimu inapatikana, maji na kadhalika. Kwa hiyo nimshukuru sana. Asante sana.